Kipindi maalum cha habari. Donald Trump azungumza na waandishi wa habari Iran, mlango wa Hormuz, biashara na mustakabali wa Marekani. Karibu katika kipindi hiki maalum cha habari. Leo tunachambua kwa kina kauli na msimamo wa rais wa Marekani Donald Trump katika mazungumzo yake na waandishi wa habari, huku macho ya dunia yakiendelea kuelekezwa katika mzozo kati ya Marekani na Iran. Katika siku za hivi karibuni, Trump amekuwa akizungumza kwa msisitizo kuhusu Iran, usalama wa Mashariki ya Kati ya silaha za nyuklia, pamoja na hali katika mlango wa Hormuz, njia muhimu sana ya usafirishaji wa mafuta duniani. Kauli zake zimeibua mjadala mkubwa kimataifa, hasa baada ya kusema kwamba anaiona Strait of Hormuz, yaani mlango wa Hormuz, kama eneo ambalo Marekani inalichukulia kwa umuhimu sana wa kipekee. Taarifa zilizotolewa leo zinaonyesha kuwa mvutano huo bado haujatatuliwa, huku Iran nayo ikikataa madai ya Marekani kuhusu udhibiti wa njia hiyo ya maji. Kwa hiyo katika kipindi hiki tutachambua mambo muhimu yaliyojitokeza. Tunaanza na swala la Iran. Trump na mgogoro wa Iran. Rais Donald Trump ameendelea kuweka swala la Iran katika sera zake za kimataifa. Kwa majibu wa taarifa za sasa, Trump amesema Iran inataka makubaliano, lakini kwa mtazamo wake Tehran bado haijawa tayari kufanya kile anachokiita mpango sahihi. Hili ni jambo muhimu kwa sababu linagusa moja kwa moja mustakabali wa mzozo ambao umeendelea kwa muda mrefu na ambao unadhiri si Marekani na Iran pekee, bali pia uchumi wa dunia. Trump amekuwa akisisitiza kwamba Marekani haitaruhusu Iran kupata silaha ya nyuklia. Kwa upande mwingine, Iran imekuwa ikikataa mashinikizo ya Marekani na kupinga madai mbalimbali yanayotolewa na Washington. Hivyo basi, swali kubwa linaulizwa na jumuiya ya kimataifa ni hii: je, Marekani na Iran zitaweza kufikia makubaliano ya kisiasa na diplomasia, au mvutano utaendelea kuongezeka? Kwa sasa hakuna jibu la uhakika. Milango wa Hormuz. Sasa twende kwenye swala ambalo limekuwa likitajwa mara kwa mara katika kauli za Trump. Mlango wa Hormuz. Mlango wa Hormuz ni njia muhimu ya maji inayounganisha Ghuba ya Uajemi na Ghuba ya Oman. Umuhimu wake unatokana na nafasi yake katika usafirishaji wa mafuta na bidhaa za nishati duniani. Trump amesema anaiona njia hiyo kwa namna ya kipekee sana, huku akisema Marekani ina udhibiti mkubwa katika eneo hilo, lakini Iran imekataa kauli hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za leo, Iran imeendelea kudai kuwa ndiyo yenye ushawishi na udhibiti mkubwa katika eneo hilo, na imepinga madai ya Marekani kwamba Washington ina udhibiti kamili wa njia hiyo. Hapa ndipo tunapoona uzito wa swala hili, kwa sababu mlango wa Hormuz si swala la Marekani na Iran pekee, ni swala linalohusu uchumi wa dunia. Mafuta yanayosafirishwa kupitia eneo hilo yana umuhimu mkubwa kwa masoko ya kimataifa. Endapo usafirishaji wa mafuta ungetiririka kwa kiwango kikubwa, bei ya mafuta inaweza kuongezeka, na jambo hilo lingeweza kuathiri gharama za usafirishaji chakula, uzalishaji viwandani na maisha ya kawaida ya watu katika nchi mbalimbali. Kwa hiyo kila kauli kuhusu mlango wa Hormuz inafuatiliwa kwa karibu na wafanyabiashara, serikali, wawekezaji na wananchi duniani kote. Je, kuna njia ya amani? Swali lingine kubwa ni iwapo bado kuna nafasi ya mazungumzo ya amani. Trump amekuwa akitoa kauli zinazochanganya vitisho vya shinikizo kubwa na uwezekano wa makubaliano. Kwa upande moja,
Anasisitiza kwamba Marekani iko tayari kutumia nguvu na shinikizo ikiwa Irani haitakubaliana na masharti ya Washington. Kwa upande mwingine, kauli zake pia zinaacha mlango wazi kwa makubaliano. Hii ndiyo hali ambayo wachambuzi wengi wanafuatilia, kwa sababu katika diplomasia kauli ya kiongozi inaweza kutumwa kwa hadiri zaidi ya moja. Inaweza kuelekezwa kwa serikali pinzani, inaweza kuelekezwa kwa washirika, inaweza kuelekezwa kwa jeshi, inaweza pia kuelekezwa kwa masoko ya kimataifa na wananchi wa nchi yake. Kwa Trump, mahusiano ya moja kwa moja na waandishi wa habari yamekuwa sehemu muhimu ya namna anavyowasilisha ujumbe wake. Trump na waandishi wa habari. Katika mazungumzo yake na waandishi wa habari, Trump mara nyingi huulizwa kuhusu masuala mbalimbali kwa wakati mmoja. Waandishi wanaweza kumuuliza kuhusu vita, uchumi, biashara, uhamiaji, sera za ndani, viongozi wa kigeni na hata masuala yanayohusu uchaguzi. Mtindo wake wa kujibu maswali umeendelea kuvutia pelatia kubwa kutoka kwa vyombo vya habari. Trump mara nyingi huzungumza kwa lugha kali na ya moja kwa moja. Anapoulizwa kuhusu Iran, kwa mfano, huweka wazi kwamba Marekani haitaki Iran iwe na silaha ya nyuklia. Anapoulizwa kuhusu biashara, huzungumzia masilaha ya Marekani. Anapozungumzia usalama wa taifa, husitiza kwamba Marekani inapaswa kuwa na nguvu. Na anapozungumzia uchumi, mara nyingi huonyesha kwamba sera zake zinalenga kuifanya Marekani iwe na uwezo mkubwa zaidi wa kiuchumi. Uchumi wa Marekani. Mbali na masuala ya kimataifa, uchumi wa Marekani ni eneo lingine muhimu katika uongozi wa Trump. Trump amekuwa akijenga hoja kwa sera zake za kiuchumi zinapaswa kulinda wafanyakazi na kampuni za Marekani. Moja ya sera ambazo amekuwa akisisitiza ni matumizi ya ushuru wa bidhaa zinazoingia Marekani kutoka mataifa mengine. Kwa mtazamo wa Trump, ushuru huo unaweza kulinda Marekani dhidi ya ushindani wa kimataifa ambao kwa maono yake umekuwa ukisababisha uzalishaji kuhamia nje ya Marekani. Lakini wapinzani wa sera hiyo wanaonya kwamba ushuru unaweza pia kuongeza gharama kwa wafanyabiashara na watumiaji. Hii ina maana kwamba mjadala kuhusu biashara hauishi katika White House. Unafika katika viwanda, unafika katika maduka, unafika kwa wakulima, unafika kwa wafanyakazi, na hatimaye unafika kwa mwananchi anayelipa bei ya bidhaa. Gorofa ya biashara na Canada. Leo pia kuna taarifa muhimu kuhusu uhusiano wa kibiashara kati ya Marekani na Canada. Utawala wa Trump umechukua hatua za kuongeza ushuru kwa baadhi ya bidhaa kutoka Canada, hatua ambayo imezidisha mvutano kati ya nchi hizo mbili. Taarifa za leo zinaonyesha kwamba Canada imejiandaa kuchukua hatua za kulipiza kisasi katika biashara. Hii ni habari muhimu kwa sababu Marekani na Canada ni washiriki wakubwa wa kibiashara. Uhusiano wao unaanganisha mabilioni ya dola katika biashara. Kwa hiyo ushuru unapoongezeka, hatari zake zinaweza kuonekana katika sekta mbalimbali. Trump anasema sera hiyo inalenga kulinda maslaha ya Marekani, lakini Canada imeonyesha kwamba haitakubali hatua za Marekani bila kujibu. Hivyo dunia sasa inafuatilia ikiwa Washington na Ottawa zitarejea mezani na kufikia mabadiliko. Hii ni Ichaka Media, mimi ni Press Motivator. Asanteni.